Labda kwa kifupi tu Waebrania 11:4, naomba tusome hapo kwa pamoja. Waebrania sura ya 11 na mstari ule wa 4. Umeshatokea? Waebrania 11:4. Sina Biblia yako hapo, unaweza kufungua tukasoma. Haya, kama na Biblia tusome kwa pamoja. 1:2 tunasemaje? Kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki. Mungu akazishuhudia sadaka zake, na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. Sasa naomba tusome kwa pamoja tena kwa pamoja. 1:2 tuko sauti. Anasema kwa imani. Kwa nini? Kwa nini? Nikusikie kwa nini? Maana kwa imani, jambo la kwanza, mtu anatoa sawasawa na vile ambavyo ameelewa kutoka kwenye neno la Mungu. Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la nani? Kwa hiyo kwa imani maana unatoa sawasawa na kile ambacho umekielewa kutoka kwenye neno la Mungu. Kama ni zaka, unaileta zaka ambayo ni kamili. Kama ni malimbuko, kama ni shukrani, unamletea Mungu shukrani. Kwa nasema kwamba atoaye dhabihu za kushukuru ndiye anayemtukuza. Amen. Jambo la pili, kwa bali kwa imani maana kwamba unatoa sawasawa na msukumo ambao upo ndani mwako. Kila mmoja mahali hapa Mungu anaweza kukusukuma ndani mwako uandae sadaka namna fulani. Kwa wewe ambaye Mungu amekusukuma uandae sadaka namna fulani, kisha kwamba unaitoa sawasawa na ule msukumo ambao Mungu amekupatia ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kama umenielewa, inua basha yako juu. Alafu kwa dakika moja naomba